ngoja nicheki tena. Inanifaa mpaka tu? Hapana, mbona mezeka? Kipindi kile nilikuwa amefanya, ningemuoa kipindi kile. Lakini sasa hivi shida nini? Wakati Mungu anataka mtu afanye jambo, mtu anakuwa kwenye viwango vingine kutaka mapenzi ya mwanadamu. Halo? Lakini Mungu alisema neno lake. Nilipoomba vile, nikaanza kutafuta kwa akili zangu. Na kuonya kanisa, usifanye mambo kwa akili zako. Amen? Mtegemee Mungu. Mwangalie Mungu ni kila kitu kwenye mambo yako. Nikachagua. Tumbaya akasema sasa mko kwa sisi namna kumuona. Namna kwa chukua shemasi fulani akuitie mkakae kwake. Yule mtunza siri. Kuna watu hawajui kutunza siri wa viongozi. Unaambia msaidie kijana wangu. Kaa naye, mwite binti fulani, mkae naye. Hebu mtunzie siri. Watu hawa wapatane, waoane. Sawa, tunza siri. Amekuja, anataka kuoa. Nakwambia nakupata wewe siri. Wewe unatoa siri tena kama unakosa siri. Umeambiwa msaidie kijana, hii siri sivute. Unaikuta mkaa watatu. Eti fulani anataka kuoa fulani. Yaani nakwambia sijui watawezana kweli. Unashangaa ndege mbuu. Nani kamuuliza ndege wa watu? Kuna mtu tu mbea mmoja tu kamenya ubuyu, anaenda naye kuropoka kwa ubuyu kwa mwingine. Anasema, watawezana kweli? Analo hilo. Kama alikuwa kwa uvivu akakuchagua, analo hilo. Nisikilize. Unapopewa kazi hiyo, uwe msiri. Halo? Uwe? Tunza siri ya mtu. Haya maisha ya mtu hayo. Usiropoke. Nikapata shemasi mzuri. Akatunza siri yangu bwana. Akamwita, akanita, akatukutanisha, tumekaa kikao. Fulani, umeona huko? Na wewe umeona huko? Huyu unajani unamfahamu sana. Ana sifa 1, 2, 3. Kawe na wewe huyu una sifa 1, 2, 3. Wakati wa Bwana sasa umefika. Binti wa watu wanaangalia huko, unaangalia huko. Aelewe kinachoendelea. Huu ni wakati wa Bwana. Bwana amejifunua kwako. Kama ulikuwa kwenye maombi, yeyote hapa kama yuko kwenye maombi, huko Bwana katibu. Kijana binti akajua hapa tayari mambo yameshakolea. Huyu kuna kitu kitamkiwa. Sasa huyu kijana watu ameona kwenye maombi yake, wewe ndio unafaa kuwa mfupa katika mfupa wake, nyama katika nyama yake. Kashangaa kanga ilikuwa humu, ikarudishwa kichwani, ikarudishwa kwa hapa, akaacha ninja. Nikasema ninja tena, kuna nini hapa? Ikapigwa ninja. Kanga wadada wanajua vizuri kuvaa. Kwanza inakaka hivi. Huku inaonekana, huku inaonekana. Hapo baadaye wanaipandisha tena hivi. Wakigani anachukua akibetua pa ninja. Anakwenda kuangalia kwa pombe za wizi. Anataka. Mara chini mara juu. Anataka. Kama watu shemasi wa watu wanajitahidi. Maneno mazuri matamu, mimi siongea hata neno moja. Ninakuona umeshtuka. Ni wakati wa Bwana. Dada watu kainuka. Tata, macho yamepiga nienge, ananiulizia hapa, anaendelea kwa tumuombe Bwana. Nikisema, mimi tumuombe Bwana, kisa Mungu wangu. Huyu hapa imeshakula kwangu. Huyu hamna kitu hapo. Tumuombe Bwana. Kisa, tumuombe tena Bwana. Wakati mwenzake nimeomba siku 3. Asa mtumishi wa Mungu huyu ni mtumishi wa Mungu, anapamba kama watu, anapeleka neno la ukuu, analeta la ukuu. Wakati wa Bwana ukifika, hakuna zuiayo. Piga hili baba, apiga tena, akairudia mara pili. Akasema sasa unaonaje sasa? Hebu toa wakati wa Bwana huu, toa majibu ili nafsi ya mtu wewe zako na yeye atoke hapo na furaha. Kakapiga hivi, kakalipiga lienge, kakarudisha, akasema naona tusilazimishe
kanisani. Kila na mimi nipewe nafasi. Kama nimtafuta Bwana na mimi nipe nafasi. Nimtafute Bwana. Akasema, ina maana kwenye maombi yako hakuna maombi ya kumwomba Mungu akupe mume? Inawezekana niliomba, lakini majibu kila mtu anapokea kwa wakati wake. Nikasema, Mungu wangu umekula kwangu hapa. Huku nakazana moyoni, lakini kwa jina la Shetani. Shetani. Siku mbaya kwangu hiyo. Siku ya kijana mwanamke kwa kukubaliwa. Siku hiyo kama amejibiwa vibaya, ni mbaya kwake. Ninaweka mguu hivi, ninarudisha hivi, ninakaa hivi, ninanyosha miguu yote, najikuna kidogo, yaani kiatu kikariki. Hapo nimevaa vizuri kwa kiume. Nimepiga tai. Siku hiyo tai imekaa vizuri, imenyoshwa. Mchungaji alifundisha kufunga tai, ndio nilifundisha kufunga tai. Ambia unaweka hivi alifundisha kufunga tai. Nikafunga tai imenyoka na alikubalia akatai. Kameenda kakarudi akasema, "Nitawapa baadaye, ngoja nifike nyumbani."